Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Simba dhidi ya Red Arrows kutoka nchini Zambia. Simba ameweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Mabao ya Bernard Morrison pamoja na Bidii Kagere yamepeleka furaha kwa mashabiki wa Simba. Tunaenda kuzungumza na wadau wa soka kuhusiana na kile ambacho kimetokea uwanjani, wachezaji, viongozi na makocha pamoja na mashabiki. Naitwa Somba. Kwanza tunawasikiliza Kopa Faster, wadau wa kukopesha fedha popote pale ulipo. Wanapatikana Instagram pamoja na kwenye website yao. Hawa hapa Kopa Faster. Kopa Faster Microfinance ni taasisi ya kifedha inayojishughulisha na utoaji mikopo. Na tuna aina mbalimbali ya mikopo yetu. Tuna mkopo ambao unaitwa mtaji PAP. Huu ni mkopo kwa ajili ya wajasiriamali kwa lengo kuu kukuza na kuendeleza biashara yake. Lakini pia tuna aina nyingine ya mkopo unaitwa Nivush. Huu ni mkopo unaowalenga wafanyakazi kutoka kampuni binafsi. Huu mkopo unatolewa kama mshahara wa awali au kwa Kiingereza tunasema advance salary. Ili mfanyakazi aweze kunufaika na mkopo wetu, sisi Kopa Faster tunaingia mkataba na kampuni husika, na hapo ndipo mfanyakazi anaweza akapatiwa mkopo. Sorry to the fans, to Simba management, to the stakeholders of Simba. We just want to say we are sorry for disappointing them in the previous game. So we just wanted to use this game and even this qualification to apologize to them. So we just want to do our best so that next week we can qualify and make them happy again. For me, the referee was not fair. You know, if you look at the games, if you look at what happened in the game, the second goal, of course, can't complain. We've already lost. So I'm just looking forward to the next game. I'm sure we'll be ready for the next game. Did you have to change the game plan in the middle of it? No. For me, we went with our plan, but we got a red card and we were one man less. But we gave a good fight after one man down. So I'm sure next game we'll fight. What was the game plan and execution? For us was to get one goal today, but unfortunately we didn't get the one goal. But I'm sure in the second game we'll be able to fight. Any comments about the weather? Of course, it was the same weather for them and for us, so we can't complain. I'm sure it was just not our day, it was their day. So well done for Simba, and we'll look forward to the second game. The strongest of the opponents? For me, collectively, they've got some good players, but I'm sure we'll be able to sort out in the second leg. We're not disappointed with the way that we played, but we are disappointed with the referees because we feel cheated because everyone is able to see. You saw it's a good team that can play. Hopefully in the second half in Lusaka, we get the result that we need. What was the strongest of your opponents? Yeah, they just have one player who is able to create something from them. The Harrison, the number 3, yeah. Wachezaji kama Morrison na wengine wenzake wengi pale wamecheza katika kiwango ambacho sasa kinatakiwa. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia sana, na tunaamini kwamba hata tukienda kule Zambia sio rahisi wakatufunga goli 4, na hilo kosa haliwezi kurudiwa na Simba tena, kusema kweli, kwa sababu sasa hivi mpira unachezwa vizuri kwa utulivu, na kinachotakiwa tu ni kwamba wachezaji wasijisahau kama tulivyofanya miaka hizo mechi 2 zilizopita. Tusirudie tena, wachezaji sidhani kama watarudia tena makosa kama yale ya kujiamini kupita kiasi. Lakini tunamshukuru sana coach kwa jinsi alivyoibadilisha timu kwa muda mfupi, na tunaamini kwamba Simba watafika nusu finali na ikiwezekana finali na kombe pia. Wachezaji wamecheza kwa utulivu sana. Kila mchezaji alikuwa anacheza kwa nafasi yake na kwa uhakika. Na pia kitu kikubwa zaidi ni kwamba wameweza kucheza katika mazingira ya mvua, utelezi. Yani wamecheza kwa kubadilika. Kwa hiyo maana kungekuwa na jua kali wangecheza kama inavyotakiwa. Wamecheza katika hali ya mvua, hiyo haikuwa kisingizio. Na hii ndio inaonyesha kwamba timu imeshaimarika, na kusema kweli sasa hivi Simba wataendelea kutuwakilisha sisi kama Watanzania. Na haya na ushindi sio wa Simba peke yake. Ni ushindi wa Watanzania wote. Kwa hiyo tunaomba waendelee kuwasupport wachezaji, viongozi na mambo mengine yote. Hata wale wapinzani wetu wale tunaomba nao pia waone kwamba kuna nafasi zao 4 zinakuja hapo. Kiasi gani swala la nidhamu limeimarika katika klabu ya Simba? Matokeo yake kama unavyoyaona. Hata Mkude umeona alivyocheza, Morrison mwenyewe,
Yaani wale ambao walikuwa wanaleta tabu siku za nyuma sasa ndio wamekuwa mastaa zaidi baada ya kuimarika nidhamu katika timu nzima ya Simba. Pengine kabla huu mchezo Chama aliwatumia salamu kuwatakia heri kuelekea huu mchezo. Mimi hiyo ni CEO sasa. Kwa upande wangu mimi nazungumzia kwa jumla. My name is Mwemba Mjara. I'm the delegation leader from the Football Association of Zambia. Tell us your comments about the match. We have no problem with the match. That's football. In football, expect three things: a win, draw, and loss. But with this type of officiating in Africa, I don't think we are going anywhere. The officiating is so bad and biased. Check from the game, giving me your statistics. Zambia, how many yellow cards? And Simba, how many yellow cards? Our team received a lot of yellow cards and finally a red card. Not even a single card for Simba. So with that type of refereeing, I think we are not going anywhere. We have no problem with the win. That's a good win because we expect three things: win, draw, and a loss. So, but with that offsetting, it's very bad. Apart from that, tell us the weakness of your... We have no problem. This is a game of football. But the only problem is just refereeing. We expect anything in football. We have no other problem. We've been kept well by Simba officials, the Tanzania Football Federation. We have no problem. But with that type of refereeing. Now the weather was also bad. We are two teams. Whether the weather is bad or it's good, the two teams will compete using the same weather. But I promise you a good game when you come to Zambia. We promise you a very good game. We can even overturn this 3-0. No, the good thing is that we are preparing during the whole week the game. And this weather was perfect for the opponent, as I said, to play their game. Because they play direct balls, they go for the second ball, they try to finish as soon as possible actions. They are not playing any combination game. So when you see one pitch waterlogged, they are going to play their game. But at least we were well prepared in defense. We knew how to defend that, we knew how to challenge, how to protect the second ball. From there, we knew how and where and what to do in the counter-attacks, and we took advantage of that. From that, it was worse from our side because also we had a plan in attack and we couldn't develop this plan in attack. We had to play also more direct. We couldn't play with the combination game we would have liked. But even with that, we also had a plan to finish the actions, and there we put the ball in the places we want to be with the players who we wanted to receive the ball because we knew their weaknesses, and we took advantage of that. So this is the game. It's adapting, good decision making, and after that the quality and the accuracy of the players. Umewasikia makocha pamoja na wachezaji, kauli ya wakili msomi Bernard Morrison. Naitwa Somba, nyuma ya kamera ni Isa Manoti. Copa Faster ameweka mpunga kwenye hili, lakini pia Copa Faster wanaweza kuweka mpunga kwako. Unawapataje? Pita kwenye Instagram account yao @CopaFaster. Mpaka wakati ujao, bye bye. Copa Faster Microfinance ni taasisi ya kifedha inayojishughulisha na utoaji mikopo, na tuna aina mbalimbali ya mikopo yetu. Tuna mkopo ambao unaitwa mtaji PAP. Huu ni mkopo kwa ajili ya wajasiriamali kwa lengo kuu kukuza na kuendeleza biashara yake. Lakini pia tuna aina nyingine ya mkopo unaitwa Nivush. Huu ni mkopo unaowalenga wafanyakazi kutoka kampuni binafsi. Huu mkopo unatolewa kama mshahara wa awali au kwa Kiingereza tunasema advance salary. Ili mfanyakazi aweze kunufaika na mkopo wetu, sisi Copa Faster tunaingia mkataba na kampuni husika, na hapo ndipo mfanyakazi anaweza akapatiwa mkopo.